Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuitazama mezani siku ya leo, ikiwa siku ya leo ni Jumanne tulivu, yani Mei 12 mwaka 2026, ni kuhusiana na ile taarifa ambayo imeweza kutolewa na shirikisho linalosimamia mpira wa miguu duniani FIFA, kupitia taarifa ambayo imeweza kupelekwa kwa chama kinachosimamia mpira wa miguu nchini Tanzania, TFF, ambapo kuna taarifa si nzuri kwa vilabu vyetu ambavyo kwa upande mwingine vinashiriki ligi kusoka Tanzania bara, vikukumbwa na ile lawama ama vimeweza kufungiwa kufanya usajili kisa madeni, ambapo taarifa hii imeweza kuripotiwa na vyombo vya habari mbalimbali nchini Tanzania. Hususan tunashuhudia si taarifa nzuri, kwa sababu tunashuhudia vilabu kwa sasa ligi mbalimbali zinakwenda kumalizika, kwa hiyo zitaingia vitani kwa ajili ya kuweza kufanya sajili mbalimbali za wachezaji mbalimbali. Kwa hiyo tunaona hapa Tanzania timu 7 zimefungiwa kusajili na FIFA kutokana na madeni ya wachezaji. Kwa hiyo kuna baadhi ya wachezaji ambao tunashuhudia wamewahi kuvunjiwa mikataba na vilabu hivi ambavyo vinashiriki ligi kusoka Tanzania bara, sasa vikaweza kushtaki FIFA, na FIFA kwa upande mwingine wakajiridhisha, kwa sababu ni matakwa ya kimkataba, moja kwa moja wakaweza kuamua kuvifungia vilabu hivi kufanya usajili mpaka pale ambapo wataweza kutimiza kile ambacho FIFA wamekitaka. Taarifa inasemaje? Timu 7 za Tanzania zimefungiwa kusajili na FIFA kutokana na madeni ya wachezaji. Timu hiyo ya kwanza ni Fountain Gate Football Club kutokea mkoani Manyara, Big Man inayoshiriki Championship, Ken Gold inayoshiriki Championship, Dodoma Jiji inayoshiriki ligi kuu Tanzania bara, Pamba Jiji inayoshiriki ligi kutoka Tanzania bara, na klabu kubwa ambayo nayo imefungiwa ni klabu ya soka ya Yanga Sports Club inayoshiriki ligi kutoka Tanzania bara, tena wakiwa ndio vinara katika ligi kuu ya NBC, ambapo tunaona ni kutokana na wachezaji kudai. Kwa hiyo kwa upande mwingine wakaenda kushtaki FIFA. Kwa hiyo ili hivi vilabu viweze kuruhusiwa kufanya usajili, basi cha kwanza wanachotakiwa ni kuwalipa wachezaji madeni ambayo wanayadai. Ukiangalia madeni haya yametokana na kwamba kuna wachezaji wamekuwa wakilimbikiziwa mishahara yao, wengine wamekuwa wakivunjiwa mikataba yao. Kwa hiyo kwa upande mwingine ni lazima, kama timu ndio imevunja mkataba, itawajibika kumlipa mchezaji ule mkataba ambao ulisalia. Kwa hiyo tunaona klabu ya soka Yanga ni miongoni mwa klabu ambayo imewavunjia wachezaji wengi sana mikataba katika dirisha dogo la usajili. Kwa hiyo ndio ambayo imepelekea klabu hii kubwa kuweza kufungiwa kusajili, kwa sababu wanadaiwa na wachezaji mbalimbali. Sasa athari ambayo Yanga ataipata kama wasipolipa deni ambayo wanadaiwa na wachezaji pale FIFA, basi moja kwa moja kuelekea katika dirisha kubwa la usajili la msimu wa mwaka 2026-2027 watashindwa kusajili wachezaji ni kutokana na deni hili ambalo wanadaiwa na FIFA. Kwa hiyo ni lazima walipe deni hilo, kwa sababu wamefungiwa kipindi cha miaka 3, na kiangalia Yanga wanatarajia kushiriki ligi ya mabingwa kwa sababu wapo katika nafasi nzuri. Kwa hiyo ni lazima wataingia sokoni kufanya usajili wa wachezaji ili waweze kuwaingiza katika system ya FIFA, waweze kutambulika na chama hicho cha soka duniani, ili waweze kutumika katika mashindano rasmi kama hivyo ligi ya mabingwa, ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo kwa sababu tunashuhudia hata TFF nao pia wamefungia Yanga na hivyo vilabu vingine 6 kufanya usajili mpaka pale ambapo watawalipa wachezaji wanao wadai. Kwa hiyo hii si taarifa nzuri sana, hususan Yanga ni klabu kubwa ambayo mara kwa mara imekuwa ikihusishwa na kufungiwa na FIFA. Hii ni kutokana na madeni ambayo yamekuwa yakiathiri ama yanasababishwa na mikataba ambayo inavunjwa kwa wachezaji ambao wameitumikia klabu hii. Bwana, kama ni mdau wa soka, mdau wa Yanga Sports Club, mdau wa michezo nchini Tanzania, una nafasi ya kwenda eneo la comment. Je, hiki ambacho kinafanywa na klabu ya soka Yanga, kwa sababu tunashuhudia ni vilabu vingi duniani ambavyo vinafungiwa, je, una vipi ama una lipi la kuwashauri viongozi wa Yanga? Shuka eneo la comment hapo, kadondoshe maoni na sisi tutakuja kuyasoma.